أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Jana tulikuwa tuzungumzia umuhimu wa kuzisoma hizi tunazoziita kanuni za kijamii, na tukamnukuu mmoja katika wataalamu wa Kiislamu akinena kwamba kwa Muislamu kuzisoma na kuzielewa kanuni za kijamii ni dharura ya kidini. Kwanza ni faridha diniya, faradhi ya kidini. Pili ni dharura ya kiubinadamu katika maisha yetu kama binadamu. Mbali na dini tulionayo, hatuwezi kupata maendeleo yoyote bila ya kuzielewa kanuni za kijamii. Kwa kuyafafanua haya, nikazungumza kwamba twaweza maneno haya tukayaweka kwenye zipande zinne zifuatazo. Kitu cha kwanza, kuweza kupata uongofu wa Uislamu na wa Qur'ani ambao ndio iliteremshwa tukanena hudan linnas. Qur'ani imekuja ni hidayah, lakini hii hidayah hatuakizwi nayo, na nipiga mifano mingi yana. Mwenyezi Mungu ameiweka hidayah katika uwanda. Ni lazima na kila mtu ajitolee kufuata mipangilio fulani ndio aweze kuifikia hidayah hii. Na ndio akatuambia katika Qur'ani, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ni mpaka wewe ufanye bidii, uifuatilie, utukue faida kupitia kanuni za kijamii. Kwa hivyo kupata hidayah lazima uzijue kanuni za kijamii. Pili, nikazungumza jana ukhalifa. Sisi imani yetu Waislamu, Mungu amemuumba mwanadamu katika hii ardhi, kazi yake ni nani? Ni khalifa. Ametuambia inni ja'ilun fil ardi khalifa. Na maana ya mwanadamu kuwa khalifa katika hii ardhi ni kutekeleza matakwa ya Mwenyezi Mungu kwa niaba yake. Ndio maana ya khalifa. Khalifa ni mtu anayekuwa naibu ya mwingine katika kutekeleza matakwa yake. Matakwa anayoyataka Mwenyezi Mungu tuyatekeleze katika hii ardhi, nimeyanena ni mambo mangapi? Yafuatayo. Kwanza ni ihyaul, pili ni i'marun, tatu ni islahun. Ndio mambo anayotakikana mwanadamu kama khalifa yafanye kwenye ardhi. Ayete islah, kutengeneza, na kinyume islah kinyume chake ni ifsad, ambao malaika walicomment atajalu fiha man yufsidu fiha. Mungu ataka sisi tuwe yuslihu fiha. Pia ihya, ataletwa mwanadamu katika ardhi ni kuhuisha. Kinyume cha kuhuisha nini? Yasfiku dima. Hukuletwa duniani kumwaga damu, umeletwa duniani kulinda maisha. Tatu ni i'mar, kuiamirisha ardhi madian wa maanawiyan, kuiamirisha kimada, kimaterial na kimaana, kuiamirisha kimajenzi, kiukulima, kinini, na kuiamirisha kimaadili na kiimani na mfano wa mambo kama haya. Haya hauwezi kuyafanya isipokuwa upitie kanuni za nini? Za kijamii. Kwa ibara nyingine, mwanadamu amewekwa khalifa, na ukhalifa unakupa wadhifa katika hii ardhi,
na wadhifa wenyewe nimetaja ni mambo haya matatu, na haya mambo matatu hayawi bila ya kupitia kanuni za kijamii. Mfano, leo tukitaka kuamirisha ardhi kimaendeleo, hatuwezi kuyaleta maendeleo katika mii yetu kwa kuota. Ni lazima tufuate mipangilio inaofuatwa na kila atakao maendeleo, lazima apite mipangilio ile. Na napenda zaidi pengine hili neno kanuni, kila nikilikariri kanuni za kijamii, watu wengine waona bado hawayali fahamu na lengania. Tukua mfano, sasa hivi sote tuko kwenye somo, ndazi tushishia. Ukitaka kitu kinachoitwa shibe uwe katika hali ya nini, ya kushiba, itakubidi upate chakula, na huwezi kukipata chakula mpaka uandae zitu za kukipika kile chakula, sio? Tasawwar wataka chakula gani? Jamaa wanambia napenda sana chapati, maana kila wakati mfano wangu utae chapati. Tasawwar mfano wataka chakula gani? Utakacho tayari. Itakubidi uende ukaandalie, wataka unga, hamira, iliki, sio? Uzikusanye zote. Haitoshi, chuma, kibao cha kusukumia unga, ikiwa za karai zataka karai, ikiwa za mafuta zataka nini, za mafuta. Bado wataka sigri haliwezi kuwa peke yake, lataka nini, lataka makaa pia hayawaki mpaka yapate nini, kibiriti. Sasa endelea mpaka kesho ukaweza kukiona kile chakula kimewekwa yula meza kwenye sahani na ukakila mpaka ukanena mmeshiba. Kufikia neno nimeshiba kuna process ndefu sana imefanyika, pengine kwa mtu mmoja, pengine kwa watu 10 wamechangia katika wewe kunena nimefanya nini. Kwa sababu wewe pia ukenda dukani utakwenda tu utatoa senti unene nataka unga ngano. Ule unga ngano haukuya tu pale dukani kwenye rasa umechokewa, una process yake nayo ndefu. Kuna alokwenda kulima ile ngano mpaka ikavunwa, mpaka ikasafirishwa, mpaka ikenda kiwandani ikatengenezwa, mpaka ikatiwa kwenye pakti, mpaka ikasafirishwa kwenye malori, mpaka ikasikilia amu, mpaka ikawekwa pale dukani ukaambiwa hichi kifuko shilingi ngapi. Wataka wewe tu ufike kwenye neno kushiba. Hebu nenda kafanye calculation process ya ule unga tu mpaka kupikwa chapati, mpaka ushibe, kumepita mambo mangapi? Yale yote mimi nayaita kanuni za kijamii. Tumeelewana vizuri sana? Kwa sababu lau hatukuwa ni wenye kulima tutashiba? Lau hatukuwa ni wenye maduka kuzanya unga tungelishiba? Lau hatukuwa ni wapishi wa kupika tungelishiba? Lau hatukuwa na mafundi wa kutengeneza masigri na zuma na zibao za mikate tungelishiba? Sasa haya mambo yote mpaka ya kufikishe kwenye kitu kinachoitwa kushiba lazima yakamilike haya, na haya ndiyo maendeleo yanavyojengwa. Leo mpaka ukauona umma umeendelea, ukasema umma umeweza kuwa mbee kielimu, umma umeweza kuwa mbee kisiasa, umma umeweza kuwa mbee kimaadili. Ni process ndefu na ambayo kwamba yapitia process yenyewe katika kanuni, huwezi kuzikiuka mpaka zikufikishe pale. Haya ndio ninayokusudia nikinena kanuni za kijamii. Kwa hivyo ili sisi tuwe makhalifa katika hii ardhi, tuweze kutekeleza wadhifa alotupa Mwenyezi Mungu, kuiamirisha ardhi, kuihuisha ardhi, kuleta mageuzi katika ardhi na islah katika ardhi, ni lazima tuzirudie kanuni za nini, za kijamii. Hakuna shortcut, hakuna shortcut. Na usidanganyike ukiona katika historia ya baadhi ya watu wema kuliingia nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zikamtengenezea shortcut katika baadhi ya mambo,
ukatukulia kwamba na sisi tutakwenda vile. Niliwaambia ile ni istithna, si qaida, ni kutokea kwa ajili ya mambo muhimu fulani Mungu huingilia. Mfano, Nabii Allah Musa, hakuna mtume alioteswa na watu wake kama nani? Nabii Allah Musa. Na ukiangalia kuna mambo mingi walifanyiwa Mayahudi ya kukiuka kanuni za kijamii. Mfano, Mungu alipoamua wao katika kula kwao atawateremshia mani na salwa. Kwa hivyo hizo process za kwenda kulima za nini zote wao wakawa hawana. Wao waamka asubuhi. Wale wengine wakaenda wakamwambia Nabii Allah Isa, lan nu'min fa anzil alaina maidatan, au mfano aya walitaka iteremshwe meza. Wao pia hata mani na salwa waliona nkuchelewa. Na hapa nataka tu kuwapa faida ya lugha ya Kiarabu. Kuna neno maida, kuna na neno khiwan. Khiwani ni meza tupu. Ukisha kunena maida huna haja ya kunena yui na chakula. Neno maida katika lugha ya Kiarabu ni meza iliyopangwa chakula yulaki. Meza tupu hayamkuliwi maida. Meza tupu huamkuliwa khiwan. Sasa wale waliponena maida usifasiri walimwambia tuteremshia, walikuwa hawataki meza, walikuwa wataka chakula kimesha kupikwa kiteremshwa kutoka wapi? Mbinguni. Wakarudi wakawa wana shida ya mai, wakamwendea Nabii Allah Musa Mayahudi wakamwambia sisi tunataka mai. Mfano nimesema ndugu zetu Bajunini kuna shida ya mai. Yaweza kupekwa mai na yaweza kutatuliwa matatizo yale, lakini kupitia prosesi za kanuni za kijamii. Mayahudi walikuwa hawana mai, wako jangwani majabali, wakamwendea Nabii Allah Musa tunataka mai. Kwa kuwa Mungu alikuwa na dharura pote lile liishi kwa min ajili ya malengo ya mbingu, akamwambia Nabii Allah Musa, idhrib bi'asaka alhajar, piga simbo yako nini kwenye hali hilo jabali, kavu jabali halina tone la mai, piga simbo. Nabii Allah Musa akafanya nini? Akapiga simbo, akaambiwa litatoboa mato 12. Mato si mato ya kuona, mato ya mai, yani kama mifereji. Alipolipiga simbo Nabii Allah Musa lile jabali likatoa mato 10, na ndio ilikuwa idadi ya ukoo au makabila au matumbo ya wale wafuatano nao. Kila tumbo likawa na maana watujua sisi utakuwa huyu mwa hiyo, huyu mwa Tini, huyu hanu kisima kile, huyu mwa Mkomani, huyu mwa Walangoni. Tumeelewana? Na wale walikuwa hivyo hivyo, wakatolewa mato 12, kila tumbo na kila kabila lina jito lake. Kad alima kullu unasin mashrabahum. Sio? Ile ilikuwa si kanuni ya kijamii, ilikiukwa kanuni ya kijamii kwa malengo ya mbingu. Na ndipo pale unaposema miujiza, maana ya miujiza moya ni tendo lililokiuka kanuni za kimaumbile na kanuni za kijamii. Lakini si siku zote mambo haya hutokea. Ulimwengu hupekwi kwa miujiza, ulimwengu hupekwa kwa kanuni. Kukiwa na dharura huja miujiza. Sasa sisi ni lazima tufuate hizi kanuni tuweze kutekeleza ukhalifa. 3, ukisoma Qur'ani, na minal asaf mashekhe wingi hunena maneno haya, sisi tuna ubaguzi paka katika kuisoma Qur'ani. Hizi aya za Qur'ani twazibagua pia. Utakuta leo tuna amri fulani katika Qur'ani au makatazo fulani kwetu yana kipawa mbele. Tuna amri fulani kwetu katika Qur'ani kama ambao kwamba sisi tuna uamuzi nazo. Leo waweza kusikia mtu, alhamdulillah, sitaki nifahamike makosa, ni uzuri kuswali ni wajibu, hii ni amri tuko twaitukulia kwa uzito. Kuna tembo ni haramu, twaitukulia kwa nini? Kwa uzito.
lakini kukhalifu ahadi pia ni haramu. Kama vile kuzini ni nini? Ni haramu. Utaona leo hata jamii yachangia mambo haya, malezi yachangia. Mfano leo kwetu akapita mtu tukaambiwa huyu ni mzinifu, sura ya jamii itakavyokumwangalia kwa ito la kumwangusha na kumtweza, na akaambiwa mtu huyu hahifadhi ahadi, kwetu ni jambo la kawaida. Pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu hajaifanya zina ni alama ya unafiki, amefanya kutokuwa na ahadi ndio alama ya nini? Ya unafiki, ambao mnafiki ni mtu muovu sana. Katika Qur'an tuambiwa la fi darkil asfali minan nar, yeye uko chini ya walioko chini motoni, mnafiki. Sasa utaona kwamba kwetu masala ya ahdi, waadi, uaminifu, mtu kuwa mwaminifu, hizi vitu za kawaida, hatuna mushkil. Lakini kwaweza kufanywa fujo kubwa yao kwamba mtu ni mwizi. Ni mwizi. Na mwizi pia tuna mwizi aina mbili. Tuna mwizi wa kujepea watu binafsi, kwetu ndio mwizi muovu. Tuna na mwizi wa kujepa mali ya umma, aweza atakuwa imamu. Tumefahamiana? Hakuna problem kwetu. Lakini naweza kuambia mtu huyu bana amejepa bofulo yani pale kwenye kioski. Pengine alijepele bofulo alikuwa unandaa hayafungua madini. Sitaki kumtetea kwamba alofanya ni nini? Ni halali. Wizi ni wizi, huyo amejepa bofulo. Kila mtu humsuta, akikurubia pale barazani andoka, wewe jamaa mwizi, wewe amejepa bofulo. Lakini aweza kupatikana mtu hujepa mamilioni ya nini? Ya umma. Na kwetu ni mtu muhtaram, na akitokea husimamiwa na kufanywa nini? Na kuheshimiwa. Kwa sababu ya kuzibagua amri. Ndio kuna kisa rafiki yangu mtolea mara kadhaa kisa hiki. Alikuwa kudirikana na jamaa ni tour guide. Ameingia hoteli, kumbe ile hoteli ndani kuna nyama ya nguruwe. Sasa wajua na sisi katika jamii zetu za Kiswahili tulivolelewa kuna red lines. Aweza kufanya kadhaa, waweza, lakini kiadia mbwa, nguruwe, tembo, hizi kwetu ziko hali ya juu sana. Sasa ule alipoketi kunwa chai asubuhi, akaitewa sahani imetumika au ndani ilikuwa na nyama ya nini? Ya nguruwe. Hoteli kawa haisikiziki kwa fujo. Wewe unijui kwamba mimi nilikuwa Muislamu, kwa nini mkaniletea hiyo? Nataka kufanya fujo, nataka kupiga watu wote pale. Sasa jamaa wanaambia kumbe yeye kutoka usiku ameingia na mwanamke wa kizungu pale, si mkewe, amelala naye mpaka asubuhi. Imekuwa shida kubwa sana kwake kwa kuetewa kipande cha nguruwe kwenye sahani. Sijui tumeelewana vizuri sana. Lile la yeye kulala na ule mwanamke ambaye si mkewe, si dini yake, kwake ni jambo la nini? La kawaida kabisa. Hili ni katika kubagua amri za Mwenyezi Mungu. Na haya ni mambo yamejengwa kwa siku nyingi, kupambana nayo si jambo rahisi. Sisi tu tujipime katika wazazi. Ukiambiwa mwana wa kiume bwana siku hizi ureresha kweli, kwa ndio kwambia amenipata mimi ule, mimi nilikuwa Simba zamani. Lakini ukaambiwa binti yako yeye umetongozwa, utatoka wataka kuua. Kwani ubikira ni bikira mwanamke tu, hakuna bikira mwanamume? Kwetu ni jambo la kawaida kijana wa kiume kutembea na wanawake 10 kabla hayaoa, na siku ya kuoa taozwa tu. Haulizwi katika ila zake ametembea na wanawake wangapi. Taulizwa tu kazi unayo? Nao kazi mzuri, nyumba amepata, sio? Lakini huku amevunda zikosi vijana wa kike 5, 6, 7. Lakini leo wewe kijana wa kike, kwamba sitaki kunena ni sawa haya mambo jamani,
ametembea mara moja tu yaweza kuwa ni sababu ya kutolewa kabisa katika maisha yake. Kwa nini? Kwani zina ya kijana mwanamke na zina ya kijana mwanamume katika mizani ya Mwenyezi Mungu zina tofauti hizi? Zina utofauti? Hazina tofauti. Lakini tumejenga kwamba sharafu ya binti kwetu ni muhimu, na kwa msingi huu ndio mimi huwasikia walimu mara nyingi, tembea katika maskuli yetu, kila ukenda utakuta matatizo ni vijana wa kiume. Kwambia nenda hapa, nenda skuli zingine, utaambiwa matatizo ni vijana wa kiume, ndio hawalali, ndio hawasikizi watu, kwa sababu sisi tuamlinda kijana, na hatumlindi kwa maslaha yake. Humlinda situaibishe siku ile moja tu, siku ilobaki afanya takalo. Valinda personality yako, humlindi yeye. Valinda siku ile usiambiwe kwamba binti yako si mzima, utakuangusha uso mbele ya watu. Turudi kwenye nini zetu. Sasa katika hii Qur'ani kuna amri nyingi sisi twazipuza. Mfano leo shekhe watapiga mayowe Ramadhani yote hii, watu huvuta bangi, watu hula miraa, Ramadhani yote hii hufanywa kadhaa. Ni kweli, kwa sababu yeye ana amri, ametuambia la takrabu zina, msitumie khamri na nini, swalini, fungani. Lakini hii ni wa'tasimu bihablillahi jamia, si amri ya Mwenyezi Mungu? Aambiwa nani? Ama hii ya watu wengine? Sasa aongozao kugawanya Waislamu nani? Mashekhe. Kwa sababu nyinyi mashabiki wengi, nile twari lipijalo mimi ndo mtatoka nalo hapa. Kiwapigia la zita mtatoka na zita, kiwapigia la nini mtatoka. Mashekhe wakiamua watu wawe sawa, wakhtalifiane nini, jamaa sisi ni wamoja nini, kukiwa khutba ni khutba za kuweta watu karibu na kuwaonesha watu kwamba ikhtilafu zetu ni zitu za kawaida na twaweza kuishi nazo na hakuna problem, watu wataishi kwa kawaida. Lakini sisi tukiamua kuwapijanisha, mtapigana. Sasa hii wa'tasimu bihablillahi hakuna itiao akili. Sisi utasikia mtu una hamu mno kweli, ustadhi pale tunaambia tukimaliza kuswali tuwete tasbihi ni subhana ama subhana, ataka kutia taukidi ya kuiwa kwa saa au kwa su, sio? Kuna dika. Kama mtu apoteza wakati yule mpaka wa kutawadha ni kidevu ama nkuzidisha, osha shekhe kitu chote usitukere roho yetu shekhe. Umefahamiana? Yani tukekewene, wallahi ukekewene katika mambo ambayo la tukadimu wala. Mfano sasa ya watu ni ustadhi, mtafungua saa 12:05, saa 12:15, fungua utakapo wewe, fungua utakwenda kumjibu wewe Mungu shekhe. Sikutie dhiki mambo haya, wala hayataki mjadala mrefu. It is just 10 minutes baina mimi na wewe, na hata wewe ukitaka kuziongeza 20 fanya nini? Engeza. Ya ndio nini? Ndio tutashinda mbunge ama tutapata nini? Hatupati chochote. Lakini utaona tumezitilia mkazo zitu hizi, tuketizie ni kufunga kifuani, ni kufunga tumboni, funga yula kitu shekhe. Si wewe wamsalia Mungu? Wamsalia Mungu. Lakini hebu tuangalieni ya muhimu twayafuata namna hii. Nataka kufika kwenye jambo muhimu, introduction yote. Mwenyezi Mungu ana amri kwenye Qur'ani nyingi sana. Mfano, siru fil ardi fandhuru kayfa kana aqibatul mukadhibin famshu fi mana wa kulu min rizqihi afala yanzuruna ila al-ibili wa ila as-samai wa ila al-jibali wa ila al-ardi. Nani afanyao utafiti wa zitu hizi? Mbona hatusikii Waislamu wakishindana mara hii, badala ya kwamba mwezi mbatisia 30 washindani nani alikwenda mwezini mbele? Mbona mashindano yetu ni haya kipuuzi tu?
Kweli tu tusikia mtu bwana, lakini Mungu amenena tena, umezihifadhi watu wote aya hizi, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, sio fungani kwa kuona. Taban ni amri hii, lakini mbona na hini yasiru fil ardhi hamuioni nini? Mbona mmemwatia Newton? Mbona mmewatia wa Russia na wa Amerika? Ndio watu wa kwanza walosafiri kwenye yanga, wakaingia kwenye yanga, na Mwenyezi Mungu akwambia wa ila samai wa ila aljibali. Wataalamu wa geology ni nani? Wako wetu sisi makasuku, si wataalamu. Sisi usomeshwa na wao waziu wao, tukazinena na wazungu wazinenao. Ndio hizi degree tulizonazo. Degree tulizonazo sisi ni kunena wanenayo, kuyayua kuyanena wayayuao wasomi, si kutengeneza chako. Hiyo sayansi, ukisikia mtu una degree katika biology, yani ameweza kumfahamu mzungu hunena nne, ndio degree ule unayo wewe. Hujaweza kutengeneza chako. Na ndio mimi nanena wazee wetu walipoliunda jahazi hawakumtaba mzungu, degree yao iko very strong kuliko yenu. Hakuntaba mzungu wala hakusomeshwa na mzungu na kuliunda lile jahazi. Wewe ukaitengeneza mobile, ni fundi wa mobile, wamtaba mzungu, ujapokuwa iona hii teknolojia kubwa. Mzazi wetu alipotengeneza kitanda cha usutu, akagundua namna ya kutengeneza matendeo, na akajua namna ya miaa inavyokatwa na kusukwa usutu mpaka kukifanya kikawa ni nini? Ni kitanda made in wapi? In Pate, ama made in wapi? In Matondoni, ama made in wapi? Siu. Hakuna hata kipande kimoja kilotumika pale cha kutoka nde ya Siu, kimaterial na kifikra, kila kitu. Siku moja namsikia Ustadhi Muhammad Sharif Said katika upande wa historia, ni mtu ambaye historia za kwetu ameziingia vizuri sana, akieleza katika Lailatul Qadri, hurushwa ikaseti, mimi kwa naifuatilia kwenye TV, akieleza wakati wa Lailatul Qadri jinsi Waislamu walivyoishughulikia Qur'an. Akaja akatoa history kwamba Siu kulikuwa na miswahafu iliandikwa, hakuna kitu hata kimoja katika mswahafu ule hakikutengezwa pale Siu. Tangu karatasi, kalamu, wino, karatasi pia zilizotumika zilitengenezwa pale Siu, hazikuletwa kutoka nje. Haiko, nafikiri, sijui kama wenyewe wanayo ama iko museum Ujerumani. Manake hatuamini hata kuziweka zetu huwekewa, tazetu huwekewa. Hao ni wale walolala ambao hawakwenda nasari wala primary wala nini secondary, waliweza kuutengeneza mswahafu wakitegemea kila kitu ni chao. Sisi leo tulio chetu, kofia za zito pia tumekuwa ushoneo sasa ya si zetu tena. Sasa Qur'ani inapokuja ikatuambia siru fil ardh, ni amri. Famshu fi manakibiha. Qur'ani inapokuja ikatoa ziswa za mitumi, kisha ikatuambia tufikirieni, afala yaqilun afala yatadabbarun inma huwa dhikra liulil albab. Zote hizi ni lugha kwamba jamanini, tembeani katika mbingu, tembeani katika ardhi, tembeani katika historia, wasomeni umma waliopita, lengo mugundue yale yalowafanya wao pale pa kuendelea, na nyinyi muyafanye, yale yalowaangusha wao na nyinyi muyaepuke. Yani muzisome kanuni za kijamii zinavyopandisha watu na kuangusha watu. Ndio lengo la hizi aya linavyotuambia siru fil ardh. Mwisho 4, Isa iko sawa. Katika kuzisoma kanuni za kijamii husaidia kiasi kikubwa kusafisha itikadi ya Muislamu. Husafisha kiasi kikubwa
kusahihisha itikadi ya Muislamu. Tawatolea kiswa kimoja cha zamani kinaalaka na mambo haya. Sijui paka yeo kiko kwa vijana. Tulipokuwa vijana watoto, wakati kukipatikana mwezi ama jua, kiuliza kwa nini mwezi umepatikana, ulikijibiwa kwamba kuna nyoka mkubwa amefanya nini? Ameumiza, kisha akafanya nini? Kautapika. Wakati kukinyesha mvua, tukisikia yale magurumo na maradi, ukiuliza ulikiambiwa malaika ukisingirisha nini? Usingirisha mapipa. Najua mtateka, lakini nataka mzisikize kwa makini zitu hizi. Kwamba malaika usingirisha nini? Mapipa. Yaani ukusanywa mapipa ya maji, wamepoa oda malaika kwamba mvua yataka inyeshe amu, kwa hivyo mapipa ya maji tekani amu. Siwalaumu watu walikuwa wakinena maneno haya, na musiteke hata hizi elimu hizi za sayansi kuna wakati zilikinena maneno ya ukuchu kama haya. Mando ukirudi nyuma katika kuyafasiri mambo, rudi katika theories zilokuwekwa wakati wa Ugiriki walipokuwa wakifasiri ulimwengu, wakifasiri masala ya ulimwengu ni Doris yankuja kuthibitishwa na Galileo katika middle century ha? Waila watu wote walikuwa waamini ulimwengu kama bisati ni, yani ardhi ni moya kwa moya. Paka kuja Galileo katika karne sijui ya 15 16 akaja akasema la, ardhi si kitu kilichonyoka, ardhi nini? Ni dori, na akalipa thamani kubwa, akauawa. Kwa sababu kanisa wakati ule lilikuwa laamini kwamba ardhi ni nini? Ni moja kwa moja, na mwanasayansi yoyote atakayekunena ardhi ni dori, hoya amekwenda kinyume na itikadi za nini? Za kidini. Galileo akauawa, kukafunguliwa ile mahakama ya taftishul afkar maarufu history, kama mmesoma history ya Europe, na migongano kati ya sayansi na kanisa. Kwa hivyo angalia, kutojua kanuni za kifalaki zinakusababisha wewe utengeneze itikadi za kikhurafi, superstition, kufasiri baadhi ya mambo unayoyaona katika ulimwengu unapoyakosea tafsiri zake. Sababu sisi tuamka asubuhi tuona jua utoka huko, ikifika magharibi jua ufanya nini? Kesho kijana atakakuuliza, baba hili jua huwa lero wapi huko? Nalikia upande hunu latoka. Sasa kwa lugha za kijana tuambia, baba leo jua huwa usiku nalo henda kulala, sio? Walimechoka, limetupa mwangaza, usiku litakwenda zake kulala. Lakini saa nyingine majibu kama haya wewe wameza katika akili ya kijana fikra ambazo si za sawa. Lau tulielewa wakati tuliposoma, sijui ni jiografia, sijui nini, ukajua kwamba haya mawingu yaliyoko juu ndani kuna mujiba, kuna na nini na saliba, sio? Kuna fezi sijui na nini, yale yakija yakidarana hupatikana kitu kama nini, kama short. Sivyo kanuni zinavyofasiri leo? Ndio ule mlio unaosikia na zile tete na mwangaza, na ndio hupatikana kuyayuka yale mawingu kukanyesha nini. Hizo ni kanuni. Wewe watafsiri tukio linaloendelea ulimwenguni kupitia kanuni zake, tafsiri sahihi, hakuna khurafat ha? Lakini lao hatuzijui kanuni hizi, tutakwenda kwenye tafsiri za kinini, za kikhurafati. Utatoa nafasi ya kupenyeza sasa itikadi za kienyeji zisoeleweka. Na hivi katika biashara leo, soko, kuna kanuni za hukumu soko ya biashara, na kuna watu wajua kuzisoma hizi kanuni ha? Kuna mtu aweza kujua, sisi tuko mwezi wa 6 sio? Aweza kujua ikifika mwezi wa 9 hapa Nairobi zitu fulani zitakuwa ghali sana, na wakiwa kuna wafanyabiashara mahodari watembea kwa akili hizi, na akatangulia wewe uyasikilia yeye hukungoja kulembea. Ni katika kanuni za kujua kusoma namna ya bidhaa zinavyokuja na zinavyopotea.
Mfano katika kanuni za kibiashara moja kuna kanuni yaitwa kanunul ardhi wa talab. Ardhi ni bidhaa kutolewa, talab ni watu kuitaka ile bidhaa. Siku zote talab ikiwa kubwa kuliko ardhi, zitu za panda bei. Hii ni kanuni ya kibiashara. Ardhi ikiwa kubwa kuliko nini? Kuliko talab, zitu zanguka nini? Zanguka bei. Mfano sasa yao season ya maembe, limeteremshwa embe katika soko kwa maelfu, ndio leo utasikia shilingi 2 tu, hakuna litaka, kwa sababu embe ni lingi, ardhi ni kubwa kuliko matakwa ya wanunuzi. Wanunuzi kwa siku mfano amu wataka kununua embe 1000, watu wote wakinunua wamenunua maembe 1000, wewe wa pump sokoni kila siku maembe 5000, waiangusha bei. Lakini watu wataka maembe 1000 kwa siku, wewe pump katika soko maembe 200, embe litanunuliwa paka shilingi 300. Na wazungu huteza na hizi zitu, wajua namna ya kuteza nazo. Wazungu saa nyingine hununua haswa, huzinunua bidhaa sio wazitaka, kuziondosha sokoni ili zao zipande bei. Izakuya wakaiona ngano ni nyingi Kenya, ikiwatwa ngano hii yote kuteremka sokoni, itaangusha bei ya ngano na itatuathiri paka sisi kampuni zetu za kuuza nini ngano, watakuja watainunua wao ile ngano yote, bali huenda kutoswa baharini. Mara nyingine utasikitika ukisikia, ndio yale nitaka kuambia yana wanenao ati watu wamekuwa wingi, nature haitoshi, nataka kufanya family planning. Ni kweli chakula kinachotawanywa baharini kwa mwezi, kwa kila mwaka ni kingi sana kulinda bei za soko. Kulinda sio ati kimeharibika, kulinda bei za nini za soko. Hii ni kanuni ya kibiashara. Hapa kulipokuwa hakuna upangishaji katika mui wetu wa amu, kabla hakuyaya mambo ya kuya wageni na maofisi na nini, ilikuwa mtu uko tayari kukulipa wewe akupe nyumba yake uketi. Na sababu ya haya magofu mingi muyaonao ni kwa sababu yalikosa wenye kuketi ndani. Nyumba ikikosa mwenye kuketi huanguka. Ilikuwa mtu aweza kukwambia sana, bwana ndo keti hapa kwangu kwatie wewe nyumba. Angalau utaiangalia, utaifuta matandu, kuna boriti imeoza, utafanya nini? Utaibadilisha. Hazina thamani. Tukaya sisi nzijana kukaa kukodishwa rumu kwa shilingi 150. Sasa yao imefika nga? Na kwa tarajiwa tutafika wapi ikiwa hizo project zitaanza? Leo sasa angalia wenye mahodari, sisi uchelewa. Ni nani mpaka sasa alopiga hisabu hizi kikanuni za kijamii kwamba hapa mfano paka 2020 tujalia, sasa tuko 2016, paka 2020 au paka 2025 population itatoka kutoka 110 paka 500 mfano yani. Na ukiketi kwa wayu wao mambo haya aweza kukukadiria zitu hizi zote, na si wahi, ni hisabu, ni elimu ukakadiriwa kwamba hapa mpaka 2020 population itainuka mara 300 mathalan, na ikiamka mara 300 nyumba zote zilioko hizi hazitoshi kukodisha watu kuketi. Kwa hivyo mustakbali wa biashara amu baada ya miaka 5 ni anayemiliki nyumba nyingi za kukodisha aweza kuwa milionia. Hizo ni hisabu. Kuna atakao kupigia hisabu kwamba hizi duka zetu za sukari ya shilingi 20 na 10 baada ya miaka 5 hapa kwa takikana giant, yale maduka yanayoitwa nini supermarket nini kubwa sana, kwa sababu tuenda kwenye ulimwengu sasa wa city. Sio tena ile amu ya ukwayu ubai moya, sio tena ile ala jamaa mayani paka kile kipakiti kitoto cha mayani pia pale dukani hupasuliwa kikawanywa kwenye zikaratasi kikazanywa shilingi. Hunu ni wakati, na alofanya biashara ile hakuwa mpumbavu hakuwa mpumbavu, alijua soko yake ikoje. Alijua mimi hapa shekhe sina kubat wala sitaskis wala hapa mimi nadili na watu, mtu kwa siku ngoja apate shilingi 10 apate shilingi 5. Huyu ukimwambia lazima ununue bomba la mayani, hanunui mayani. Kwa hivyo huyu mba kwenda naye mpaka kwa peni mimi kalipata lile peni lake. Ni katika calculation za nini za kibiashara, umeijua soko yako.
Lakini sisi shida yetu ni kukibadilika, ni hizi hisabu, ni kanuni za kijamii. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia siru fil ardh, tembeani katika ardhi, waangalieni wamezoendelea waliendelea vipi, wasomeni mujue walipanga mipango gani, walipiga hatua gani, someni historia, angalieni kanuni za kijamii. Lakini hatuendi. Pili, yaja kutuambia sisi tufasiri mambo sawa sawa. Ndipo pale utasema kama ni hodari, mimi nilikuwa na biashara zangu, nilikuwa ndio kisabika ntajiri katika amuhini, kulipokuja kubadilika mambo, kulipokuja kubadilika system, umeanguka kila kitu kwa sababu sikusoma vizuri mabadiliko ya jamii yangu, sikusoma vizuri mikakati ya kubadilisha biashara zangu, kwa sababu wewe wazijua kanuni za kijamii. Utakwenda kwa itikadi hizo, yahitajia ni keti chini nijipange upya, hasikiza mantiki ya soyua sunna za jamii. Bana biashara bana tuate bana mahasidi mengi bana muiuno, nisikia hizo khurafati, biashara imeanguka kwa kitako. Yeye uketizie kuzanya mayani ya peni, mui umekuwa watu wameingia sampuli nyingine, hata kubadilisha. Uketiambia bwana duka lako fungua kutoka asubuhi mpaka magharibi, hakuna mtu kununua. Jamaa mahasidi hapa bana, mato maovu bana. Ama sivyo jamani, ni khurafat. Sipingi hasada, lakini sivyo hivi tunavyoipeka. Sasa kutaanda alipijua koko, sio? Khurafat, superstition zaingia hapo, kwa sababu hutaki kwenda kwenye reality ya kanuni za nini za kijamii, ambazo ukizishika mvua yaja, nani asoyua mwezi wa 6 na wa 7 kutakunya mvua kulingana na kanuni za kijamii na kanuni za kimaumbile, watabiri yote. Wewe umeketi huzimbi paa lako paka mvua imekuja pale imekushukia, umekuwa ni hasadi. Sivyo yalivyo? Bajua shekhe, watabiri hutabiri mvua yaja kubwa shekhe, fanya nini? Tia mashikizo nga. Kama huna senti za kuzimba, umeketi paka pale imekuangukia, siku hiyo umeniidia ustadhi, kesho utakao tufanye zunguo pale imetuangukia kule. Sikuwa tukusaidia. Nafikiri mifano yangu hueleweka vizuri. Ukikimbia kanuni za kijamii utaanguka kwenye khurafat. Ukianguka kwenye khurafat hupiji hatua kwenda mbele, zitakugandisha hapo hapo uliopo. Tutabaki kulaumiana na kutupiana tuhuma, na ule amemhusudu ule amemwandama wale. Jamii zote huandamana, jamii zote huhusudiana, sisi tu. Jamii zote ziko kwenye competition. Ndivyo maisha. Nitakuja kuwasomea katika kanuni moja katika hii jamii. Ikiwa hutaki hizi kanuni mbili, gura kaishi peke yako. Kanunul ikhtilaf, hakuna siku tutabaki kwenye hii dunia bila ya ikhtilaf. Wala yazaluna mukhtalifin. Mwenyezi Mungu ameizungumza kwenye Qur'ani, katika kanuni za kijamii hakuna siku watu watafikiri pamoja, hakuna siku watu watakuwa kaumu moja, hakuna siku watu watakuwa madhehebu mamoja, hakuna siku watu watafunga siku. Ikiwa wewe huingoja hiyo tukualivu kaketi. Maana kuna watu huota hata kwa dini hii watu wote ulimwenguni tutoe pamoja. Ingoje sana ndugu yangu. Hai. Isipokuwa ikiwa sote akili zetu tutazitoa livu, tutata akili ya mtu mmoja tufikirie sote. Maadamu wewe wafikiri na mimi nafikiri, hatuwezi kukubaliana kwenye kila kitu. Kanuni al-ikhtilaf, kanunu tadafu. Moja katika kanuni za kijamii ni migongano, na ndio maendeleo. Kama migongano ninazungumza mimi hapa si migongano ya war, ni migongano yani competition. Ni mimi nitaka usipate wewe mpate mimi, wewe wataka nsipate mimi upate wewe. Ndivyo Mungu alivyoyaumba ya maisha. Siketi barazani kwa ipumbaza kwamba wahiwa sisi ustadhi hatuwezi kuendelea, kila mtu ataka yeye ulimwengu huu. Kwani walikwenda kwamba kuna ulimwengu kila mtu ataka yeye? Kila mtu ataka yeye. Na wewe kwa nini usitaki? Ikiwa mimi nataka mimi, mmeinuka, mmekwenda mbio, mmesoma, mmejenga msikiti wangu, mmepata, na wewe kwa nini ufanyi lako? Utaketana hawa kama toi ataka wao, na wewe tekeza lako. Ule ana duka lake, watakaendeshe duka lake kila usiku afunge hisabu akupe wewe senti za kulisha mkeo.
Utasikia hawatoi bwana, wana senti zao, kila mwana senti zake. Hakuna kupanana shekhe ovyo. Kupanana nikusaidi kwa anapohitajika kusaidiana. Hakuna masala kila asubuhi ukiamka watu wakupe ati jamii hii ni mashallah ina Waislamu, hao si Waislamu mazembe. Hakuna jamii ya Kiislamu ya kupanana. Jamii ya Kiislamu ni inaotawanya jasho. Ule alipokwenda kumuomba mtumi maskini kweli, watu akampa senti, mtume kama msimpeni senti. Tena mimi hizo senti. Shekhe wajua kazi gani? Sarumala wajua kujenga wajua kila ulizwalo hayui, kukata kuni pia huyui, akasema na yua. Mnunulieni shoka na kamba mpeni ndaka kate kuni. Sivyo hizi hadithi si uzisoma tu ni starehe. Mnunulieni shoka na kamba enda akafanye nini? Akakate kuni. Hakuna kupeana tu. Kuzembesha watu. We have to fight. Tuateni hizi lugha. Hiyo bwana sisi kuna matajiri, lakini tajiri wetu hakuna mpao mtu. Yaani wataka kile ukianka asubuhi akaenda kushikisha 1000. Kile ukianka asubuhi basi nzako senti. Nzako wewe yani. Mekutumia wewe yani. Kisha ukashikana aya wa walladhina yunfiquna fi sabilillah. Yunfiquna fi sabilillah ni watu wako maskini, ametokewa na dharura, ana mgonjwa, hata kupekwa India, hata kupekwa kadha, hawezi kuafford namna atakavyo kufanya. Pale huja watu wakashikana katika jamii ya Kiislamu wakafanya nini? Wakamsaidia. Lakini haifanywi msaada ndio maendeleo ya maisha yetu kila leo yani. Wewe ndio kula kwako ni msaada, kuvaa kwako nini ni msaada. Haiwi maisha namna hiyo. Nimewarefushia kidogo. Tasimama hapa. Inshallah kesho tutaingia katika topic nyingine, lakini nimeweza kufafanua umuhimu wa kuzijua kanuni za kijamii. Kuna swali fupi jamaa amenitumia message akaniuliza, asema katika Qur'ani mara nyingine hutumiwa neno qalb, mara nyingine hutumiwa neno sadri, mara nyingine hutumiwa neno fuad. Ni nini tofauti ya zitu hizi? Na ni kweli ma kadhaba alfuadu mara. Katika aya nyingine inma ta'mal qulubu allati fil absar, au kama nimekosa aya mtaisahihisha. Nimetumia nini? Qulub. Mara nyingine hutumiwa fi sudur. Sadri kilugha ni hiki kifua, hii frame ya mifupa na nini hichi wakuliwa sadri. Qalbu kilugha ni le pande la nyama linaopampu nini? Damu. Na fuadi mara nyingine inakusudiwa ni mkusanyiko wa zitu zote hizo kilugha. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu akinena kalbu bila shaka hakusudii moyo ule unaopampu damu, le pande la nyama. Wala akizungumza sadri kifua hakusudii mbavu zako hizi na hii frame. Hizi ni lugha za Qur'ani zinakusudia center za hisia au za maarifa kwa mwanadamu. Nitatosheka na jawabu hilo. Kuzitofautisha center hizi. Wakati akizungumza kalbu amaanisha nini? Wakati akizungumza fuadi nini? Wakati akizungumza sadr, zataka mihadhara kadhaa kuziweza kuzitofautisha. Na ndio utakuta wahi mara nyingine waja kwa channel ya moyo, mara nyingine wahi waja kwa channel ya nini? Ya fuad, mara nyingine waja kwa channel ya sadr. Na ni zitu za fanana, lakini kwa walosoma kompyuta watajua ni Windows tofauti hizi. Ni Windows tofauti zote za kupeka katika ilmu. Kama vile mato una hisia za nde wewe, una mato, masikio, sio? Pua, mdomo, wanuka, wakwetea information za harufu, sio? Information za nini? Za sauti, information za rangi na nini? Na shakli, na frames zile na nini? Na mkono wakwetea information kuhusu kitu hiki ni moto, ni baridi, ni laini, kigumu, sio? Na ndani yako una zombo pia karibu 4 5. Una akili, una moyo kwa istilahi ya Qur'ani, una kifua, una sadri, na hizi ni zombo za leta habari tofauti. Ni kujua namna ya kuzitwin na kuzisikiza na kuzikuza na kuzipuza zafa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash